Samehe! 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 Hapana lote, fanya hivyo. Mbona sina damu? Nini? Nonje, kwa nini anifanyia hivi? Kwa nini anifanyia hivi Nonje? Haya napitia. Kwa nini Nonje anifanyia hivi? Tuseme mambo. Poa, vipi ana? Safi mzima. Mzima sijui wewe. Sasa kwema sijui wewe. Mimi fresh, niambie ana. Safi, vipi umeonana na rafiki yako leo? Morris. Wewe. Morris sijaonana naye, ila juzi alikuja nyumbani. Ase mimi na shida naye sana maana yaani mke wake ana shida sana yule mama. Tulikuwa tunacheza kikoba. Kakopa pesa. Kurudisha imekuwa ngumu. Kila tukipiga simu hazipatikani. Simu zinatumika. Sasa kila nikijiuliza huyo mtu nampataje? Sielewi. Kwa nini na siku ya ngapi mpaka sasa? Sasa hivi siku ya 6 kuanzia leo, yani kutoka asubuhi nampigia yeye. Huku nakotoka nitoka kwenye kikoba. Wameninyamba, wamenisuuza, hawajanibakisha. Yaani hapa mpaka mimi mwenyewe nimechanganyikiwa, yani sielewi nifanye nini. Hamu sina. Naonekana mimi mtu mzima sio kupona akili. Sasa ifanya mkakati uonane na Morris. Sasa nimepanga hivi, kesho. Ifikapo kesho, popote naamka saa 11, popote nitamsaka. Popote. Hata kama wewe utapita chocho kwa chocho na ukaniogopa, mimi nitamtafuta mwenyewe kesho. Mpaka kuanzia asubuhi mpaka linazama. Nisipompata, watakuja kunitambua. Watajua kweli mimi ndo ana. Nazalilika mimi. Wananizalilisha. Mtu mzima mimi naonekana sina akili. Kweli? Pole sana. Basi jitahidi kufanya hivyo. Haya, hamna shida. Hapo. Haya baadaye. Mwanangu Chuse. Unajua mwanangu, mimi kuna vitu vinanichanganya sana yani kwenye akili yangu. Yaani kuna vitu vinanivuruga kweli, yani nashindwa hata kuelewa. Vipi mwanangu? Unajua mimi shemeji yako simuelewi. Yaani shemeji yako simuelewi kabisa, simuelewi kabisa yani. Unajua jana nimeenda kwenye harakati zangu kama mwenyewe unavyoelewa au sio? Tumeenda kule mwanangu, ile nimerudi apeche ya lolo pelasu pelea sina hata 100. Unajua ile kitu kama unavyojua mwanangu, pale nyumbani mixa madogo janja, si unajua? Sasa nimerudi nyumbani eti shemeji yako anataka eti yeye anikopeshe pesa yake ndo tupikie pale familia. Hivi kweli hiyo kitu ina make sense? Pesa yake? Yaani ile pesa yake akiba akukopeshe wewe ili mpikie familia mbe akukopeshe. Wanawake mwanangu, mimi nashindwa kuwaelewa ujue. Eti anataka yeye anikopeshe afu tule na watoto wake. Hiyo kitu ina make sense mwanangu? Mbona wewe mkopeshaji unatoa tu mnakula? Mimi nashindwa hata kuelewa mwanangu. Yule si Morris yule? Ni yeye. Morris Morris yule. Morris vipi? Vipi? Anakuja.
Wewe nikwambiaje? Bosi nilikufuata nyumbani kwako nikakwambia uachane na mimi wewe. Oa mwanangu matukio. Oya. Simuona mwanao. Huyo mwanao mimi nimemkataa, mimi sio mwanangu. Huyo snitch. Yaani mwanao mimi nimemfuata nyumbani kwake. Nikamwambia kwamba mwanangu mimi nina matatizo yangu. Muulize alichokifanya. Huyo mwanao snitch. Kama tunakuwa na washikaji ambao hawawezi kutusaidia kwenye maisha yetu, sio washikaji. Tunakuwa na washikaji. Yaani tunakuwa na washikaji ambao tunakutana tu kijiweni tunapiga story, alafu kwenye maisha yetu ya kawaida hawezi kutusaidia. Hawezi kuwa wana. Nyinyi si wana nyie? Wewe mimi sio mwanangu huyo. Na nilishakwambia mwanangu. Utakapokutana na mimi popote pale, pita kulia, nipite kushoto. Pita kushoto, nipite kulia. Ukikutana na mimi pita mita 100. Si umeelewa? Na ukiendelea kunifuatilia mwanangu, hizo mishemishe zako nitakuja kufanya kitu kibaya wewe Chuse wewe. Haki ya Mungu vile. Yaani nitakuja kufanya kitu ambacho hautakuja kunisahau kwenye maisha yako. Na hasira na wewe. Chuse. Matukio. Oya. Kaonge nayo. Mimi sitaki mazoea mwanangu kwenye maisha yangu. Sitaki mazoea. Sitaki mazoea. Sitaki mazoea. Yoyote yule ambaye ataniingilia kwenye anga zangu mimi, nitakuja kumfanya kitu kibaya ambacho hata amini kwenye maisha yake. Oya, wewe mwanao unamuelewa kweli? Huyu mwanangu simuelewi. Huyu mwanangu kashapagawa. Ndio maana nitakuwa kuna kitu nikwambie. Huyu mwanangu kashapagawa sasa hivi, kapagawa na kavurugwa. Kiacha tu hayo majanga yake alikuwa nayo. Unajua kama mke wake amepotea na siku 6. Siku 6? Siku 6. Mke wake haonekani. Alafu yeye hana hata habari hiyo. Sasa mwanangu ana nini? Mwanangu mke wako kapotea siku 6 hadi leo rafiki yangu bado unasangalai tu. Jamaa boga sana. Kwa hapo vitu vinavyofanya mpaka anaongea hivi unajua ni nini? Ni vipindi ambavyo vya kusaidiana. Msaada tunatoa, yani natoa msaada lakini sasa msaada wangu bado haujafika pale kwenye unapotakiwa. Ila mimi naamini yule Morris kipindi anachokipitia anahitaji msaada mkubwa sana mwanangu. Anapita hivi. Na hakuna chochote alichofuatilia, ana mpango kabisa. Ana matatizo yake hayo mengine ndo ameyaweka mbele kuliko ile tatizo la mke wake. Sema nini mwanangu? Masikio. Mimi hapa nilikuwa nataka niburuze hapa shaba juu mtaani. Mimi mwenyewe nilikuwa nataka niingie kwa General Nagwa na mimi mwenyewe niende hizi nikamtonye kwanza mwanangu. Sasa singia ndio yeye tunapita moja. Twenzetu mwanangu tena mwanangu. Mmoja tunakaa tunajadili inawezekana tunajadili majibu. Mwanangu. Wewe zingatia mpange blaza hivyo vitu maana siku nilivyokuja kule kwake kule alinielekeza vipengele kama tatizo lote linalotokea nifanyeje? Unamwelekeza. Sasa mimi siwezi kufika na vipindi naenda kuzingatia geto. Nikimaliza tu kuzingatia vipindi vyangu baridi tunaweza tukasema. Basi mwanangu tukaachane mbele pale mmoja hata kaende kwa mwanangu General Nagwa mambo asiwe mengi. Haina noma. Morris, ulinizika kama mbwa bila kusema ukweli. Hiyo siri yako itakuua. Morris. Vipi mwanangu shemeji fresh azingui kabisa. Yo ni Justin dogo janja waje Jenelo. Vipi mwanangu? Kama kawaida. Stopper. Chuma. Bwana noma sana mshikaji wangu. Vipi mwanangu Jenerali? Kama kawaida mwanangu. Fresh. Budi. Unajua mwanangu kuna habari na habari ya kusisimua. Sasa nilokuwa nayo mimi mwanao leo ni habari ya kusisimua. Habari gani unaniambia? Wewe acha tu mshikaji wangu. Yaani katika pita leo, unajua? Katika pita mwanao si nimekutana na Chuse. Unajua? Tumekaa tumepiga story mvua. Si Chuse dala? Wewe mwanao. Wewe Chuse tumepiga story mvua. Yaani katika story nini story huwezi amini. Akapita mwanao Morris. Unajua? Akapita mwanao Morris. Unaona sasa? Ila sasa huwezi amini nilichokiona pale. Mimi mwenyewe hata sijategemea. Hapo.
wewe umezingua mwanangu. Wewe unajua kabisa Morris kitu gani anachokifanya. Sawa? Kichokufanya umone Morris na Chuse wanafanya hivi. Kwa hiyo usichukue nafasi ile kunipigia mimi simu ili nijue kitu gani kinaendelea kuhusu Morris. Au wewe kinachoendelea wewe? Ndio maana mimi nimekuja hapa, nimefungua mada, nimekuambiaje? Mwanao leo nina habari ya kusisimua. Sijui unanielewa? Sasa umezingua. Sasa nisikilize. Hivyo unajua kwamba yule pale mke wa Morris yule leo anakaribia siku ya 6 aonekane. Siku ya 6? Ana siku ya 6 aonekane. Kwa maana mwanao sometimes unapomuona mara bichwa hivi mara mawenge nini anaruka na akili. Ana siku ya 6 aonekane. Kwa hiyo tunakwambia mwanangu lile wazo walaongea juzi alipokuja maskani hapa kasingua wauni. Sawa? Wewe ukatoa wazo bwana labda kaiba kuku Mpemba, kumbe sio kuku tu labda na mkewe pia anamchanganya. Sasa hapa kuna mawili. Unajua swala la kukula Mpemba inawezekana yule bwana mkono mrefu sio sisi tumembo na tamaa akawa kachukua kweli kuku kala na mkewe. Sasa ndio hivyo mkewe kapita hivi na yeye kaweuka. Yote yanawezekana. Sema nini? Sikiliza. Wewe umesema Morris amuone mkewe siku ya 6. Ana siku ya 6 mimi nafanya mpango tumtafute Morris. Tujue au mimi nitamtafuta Morris. Nijue au tujue nini shida na msibu Morris. Amuone mkewe au kala kuku Mpemba. Hakuna kilichokuwa na mwanzo kikakosa mwisho. Sawa? Tumtafute Morris tuelewe nini kinamsumbua. Sawa? Hilo ndo jambo la msingi. Vipi mdogo wangu, mbona tumekutana hapa viatu umeshika mkononi? Una shida gani? Viatu tena? Unajua tena tunapunguza uzito. Unajua viatu vizito sana sometimes ukitembea, kwa hiyo vinaongeza uzito. Hivi nimepata habari kama mke wako ana siku 6 aonekani. Shida nini mpaka shemeji aonekane siku 6? Morris, ulinizika kama mbwa. Bila kusema ukweli. Hiyo siri yako itakuwa. Una matatizo gani? Hiyo siri yako itakuwa. Usiposema ukweli. Bila kusema ukweli, lazima nitakuua Morris. Inabidi useme ukweli Morris. Morris. Kwani Morris kashikwa na kitu gani? Kama mimi blaza nimekutana na mdogo wangu Morris hapa. Kashika viatu mkononi. Naanza kuongea naye kuhusu swala la mkewe shemeji yangu, anakimbia. Naamini hakuna kitu kichukua na mwanzo kikakosa mwisho. Nitamtafuta udogo nijue kitu gani kinamsumbua ili tumalize hili tatizo. Ngoja nikafuate mzigo. Dana huyo. Mambo poa. Dadako yupo? Kwani wewe hujui? Sina ninachokijua. Dakika za mwisho ananiachia mimi msala. Watu wote wananiangalia mimi. Wanataka mimi nimlipie yeye kama nani? Dadangu anasikia 6 hii aonekane. Nyie mbona mnanichanganya? Nataka hela yangu. Mimi hata sijui Dana. Wewe unanizidi kunichanganya mwanangu. Na kuchanganya nini? Wewe mtafute wewe dadako aliko kokote kule. Mwambie anipe hela zangu. Vaki ya tu changu mimi. Ningekupo wewe ungejisikiaje? Unamtolea hela mtu ambaye yupo. Sio kwamba hayupo, kila siku anafanya kazi ya kunikimbia. Dana hujui tu. Dadangu kapotea unajua. Amepotea. Mimi habari za kupotea zinanihusu nini? Huku nakoenda nikirudi baadaye nikute hela yangu. Sipokuta hela yangu, chochote cha samani nilichokupo nacho, nitambeba hata yeye mwenyewe. Sasa Dana, dadangu hayupo unajua. Mimi kama hayupo utalipa wewe. Sitaki kuelewa. Ninachosema ni hivi, nataka hela yangu. Fikishie ujumbe. Odi. Nani? Lolo. Lolo. Karibu. Asante. Niambie. Umekuja kunitembelea leo? Karibu. Asante. Niambie.
Kwanza Kachuse, uliongea na Shem? Ndio alikuja hapa nyumbani kwangu. Nikamzungumza naye kuhusu zile habari. Lakini tangu nilipomwambia zile habari alibadilika sana. Alinifokea vibaya sana. Na nikamwambia bwana, nilikutana na Lola akaniambia hivi na hivi. Yaani ndio ikazidi kuleta taharuki. Sio mwanielewa? Shemeji yako akanitishia, akanitolea vitisho vya ajabu. Akaniambia kama wewe unataka kufuatilia sisi mambo yangu si na nini, mimi nitakuonyesha sisi na hivyo na utakuja kujua upande wangu wa pili. Mimi Morris ni rafiki yangu wa muda mwingi sana, kwa muda mrefu. So hatujakutana hapa tangu huko kutoka nyumbani. Yaani unajua hapa nimechanganyikiwa. Nimekutana na Dana. Kanichamba. Unajua kunichamba? Kumbe Danonja alikuwa anacheza mchezo na mimi sijui. Yaani kanichamba hatari. Yaani mpaka nawaza hapa. Alafu Shem mwenyewe namwambia eleweki. Yaani mpaka nimechanganyikiwa. Unajua siwaelewi. Mimi nimeongea naye shemeji yako. Wewe uliongea naye kwa kwambiaje? Mimi nimeongea naye kwanza, maongezi yenyewe kwa hata si mazuri vile. Cha kwanza amenikataza mimi kuambia watu kuhusu hili jambo. Kaniambia kwamba nikiwaambia watu wanisaidie chochote kile, kwao ni nyamaze. Lakini sasa kila siku zinazozidi kwenda mambo yanazidi kuibuka mapya. Mimi nashindwa kuelewa mpaka nyumbani napoona pachungu. Sasa kwa nini ukataza usiwaambie watu? Unaweza labda ukapata msaada kwa wengine pengine. Hicho ndio cha kushangaza. Na mwenyewe nilimwambia. Lakini yaani Shemuli sasa kama unajua yule mtu aliyochanganyikiwa ndio yeye sasa. Simuelewi kabisa. Nakwambia kitu kimoja. Hili swala kwa sababu shemeji yako ashapagawa na kashachanganyikiwa pale alipo. Maana eleweki. Inabidi hili swala tulifanye mimi. Maana mimi na yeye tupo. Tunaweza kutoka hapa tukaenda polisi kuripoti hili swala. Tukiangalia hivi kwa macho. Usiseme Tukiangalia hivi kwa macho hili swala litaisha hivi. Alafu tujui mtu yuko wapi. Sasa Kachuse, ndio nilikuwa nakutegemea kabisa. Kama umeshindwa, mimi dadangu na watu kule kumpata. Au dadangu ndio hivyo tena yani. Wewe sikiliza, wewe usikate tamaa. Sawa? Yaani hilo jambo unatakiwa kukata tamaa. Sisi tutalifanya mimi na wewe. Na tutalifanya kwa ajili ya kumsaidia yeye. Kumsaidia yeye pamoja na mke wake. Maana hatujui mpaka sasa hivi mke wake yuko wapi. Kituo cha polisi. Tutaenda mimi na wewe kituoni, tutaenda kuripoti. Ila Kachuse, mimi naogopa. Naogopa kweli yani. Na nilio Shemuli saba atachukia. Hawezi kuchukia. Hilo swala tunafanya kwa ajili ya kumsaidia yeye. Atachukia vipi, Lolo? Wewe sikia, wewe kuwa na msimamo huu mmoja. Nisikilize mimi kwa sasa hivi. Maana shemeji yako hayuko sawa. Kashapagawa. Kwa hiyo hili swala tunatakiwa tulifanye mimi na wewe kwa ajili ya kumsaidia yeye. Unielewa Lolo? Sana mimi nikapumzike. Haina kitu. Karibu tena. Bye. Karibu tena Lolo. Karibu sana bwana Morris. Nashukuru sana. Karibu sana. Nashukuru sana. Nimefurahi sana umekuja kwa sababu kuna vitu nilikuwa sielewi kwenye akili yangu. Yaani design kuna vitu vinanichanganya, sishindwa kuelewa. Ila nafikiri kwa sababu umekuja, utakuwa umekuja na majibu yangu. Ya, kabisa. Kwa sababu juzi kati pale tulipokuwa tumekaa na Chuse. Tulikaa pale tukapiga story kadhaa. Lakini alinishangaza aliponipa story ya mke wako. Aliniambia mke wako bwana anakaribia siku ya 6 sasa hivi haonekani. Na kama sikosei sasa hivi inaenda siku ya 7 hivi. Alafu naona Morris upo, tunashindwa kuelewa. Nini shida? Unajua yule mtoto ni mjinga sana mtoto. Na ndio maana ile siku nilivyopita pale nikawakuta. Ndio. Nilikasirika sana. Kwa sababu yule mtoto anapenda sana kufuatilia vitu ambavyo havimuhusu. Unajua kwenye haya maisha usipende kuongea kitu ambacho hauna uhakika nacho. Ni kweli. Ili utoe taarifa fulani inabidi uwe na uhakika na hiyo taarifa. Sawa. Mke wangu mimi sio kwamba amepotea. Mke wangu mimi hajapotea. Mke wangu mimi amesafiri. Na siku ya kwanza alivyoondoka, siku ya pili tu akanipigia simu. Akaniambia kwamba mimi nimesafiri. Lakini hii sehemu ambayo nipo mtandao unasumbua. Kwa hiyo usinitafute mpaka nitakapokutafuta mimi, kwa sababu mimi nitakuwa sipatikani, na ndio maana watu wote wanampigia simu hapatikani. Na hata mimi mwenyewe pia nampigia simu hapatikani. Unajua sio kwamba siumizwi na hili jambo, kwa sababu of course yule ni mpenzi wangu mimi.
na kama haonekani au kitu chochote kile kikitokea, mimi ndo napaswa kuwa wa kwanza na kuwajibika kwamba kwa nini nakuwa hivi. Si umeelewa? Sasa ndio maana unaniona mimi naendelea na mambo yangu, sina wasiwasi, kwa sababu najua mpenzi wangu atanitafuta yeye. Hata mimi nilishindwa kuelewa, unajua hadi nikashangaa. Sasa Morris, siku ya 6 mke wake haonekani, still bado yupo tu mitaani analanda, kaingia huku katoka huko. Sasa nilishindwa kuelewa. Hivi hapa kidogo umenipatia majibu ambayo hata ile hofu kidogo imepungua. Mimi ninachojua ni kwamba mke wangu amesafiri. Sasa mtu anapokuja kusema kwamba mke wangu eti haonekani, mimi namuona kama mpumbavu, hana akili. Morris. Oya Morris. Vipi? Hapana. Mwanangu vipi? Mbona kama sikuelewi? Morris.